Yanga kushinda kwake jana haikuwa story kubwa sana kulingana na aina ya mechi ambayo alikuwa anacheza, lakini kocha wa Yanga pia ni kama azungumzwi sana ukilinganisha na makocha wawili waliopita ama watatu waliopita kwenye timu hiyo. Watu walikuwa wakiwaona kwamba walichokuwa nakifanya kilikuwa kikubwa sana kulikoni anachofanya Abdi sasa hivi, na watu wanaona kama Abdi anabebwa na wachezaji zaidi kulikoni uwezo wa kiufundi wa moja kwa moja kutoka kwake. Nini mtazamo wako kwenye hili? Unajua Juma, mitazamo ya mashabiki wakati mwingine inakuwa sio ya kuzingatia sana, with all due respect, kwa sababu katika michezo ama katika football ile hali ya kwamba wewe kocha unategemea wachezaji na wachezaji wanakutegemea wewe ni kitu ambacho huwezi kukikwepa. Yani hata Ramovic aliwategemea wachezaji, hata Gamondi aliwategemea wachezaji, na mwisho wa siku huo ndio uhusiano wa kocha na timu ambayo anakuwa anaiongoza. Sema tu kwa sababu haya mambo unajua kuna wakati anaenda na nyota. Sawa, kuna makocha wanazungumzwa sana, na hii ni kulingana pia na muda ambao amekaa kwenye timu na yale ambayo amekuwa ameachieve. Kwa mfano Gamondi kwa wakati ambao alikuwa amekaa Yanga, obviously uwezi kumconvince mtu kwamba eti Gamondi alifanya makubwa sana kuliko aliyofanya Nabi. Lakini by the time Gamondi anaondoka hapa, ungemwambia mtu kwamba bwana Gamondi alikuwa anapita katika njia ambayo barabara yake ilichongwa na Nabi, hamna mtu ambaye angekuelewa, kwa sababu Gamondi alishafikia peak ya umaarufu wake na yeye kuwa nyota kwenye timu kubwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho huwezi kukikwepa. Inawezekana labda Milud amekuja katika wakati ambao reputation ya klabu labda klabu kama klabu imeshuka kwa njia moja au nyingine, kwa hiyo anakuwa hazungumzwi namna hiyo. Lakini pia consequence ya kocha kuja kwenye timu kubwa ndio hiyo wakati mwingine, kwa maana kwamba ukiangalia Yanga imekuwa inashinda kwa rate yake ile ile tu, labda kitu cha ziada kwa mfano kama Milud angeikuta Yanga iko kwenye CAF Champions League bado na akaiongoza ikafika labda hatua ya nusu finali ama wakafuzu wakaingia robo finali, angezungumzwa na yeye kwa ukubwa ule. Kwa hiyo hamna mtu anaweza akamzungumza kocha kwa ukubwa eti kisa umeifunga Stand United, kisa umeifunga sijui Coast, umeifunga sijui Kengold, umeifunga sijui nani alifungwa juzi ya Tabora. Kwa sababu watu wanasahau kwamba Tabora pamoja na ubora wao wote waliokuwa nao wakati ule wakati wanamfunga Yanga, lakini this time around wameyumba, wamepitia changamoto ambazo zimesababisha haya matokeo ambayo wanayo. Kwa hiyo inaonekana kama ni routine tu, ni maisha ya kawaida, kwa sababu after all Yanga akicheza na Tabora, matarajio yetu wote ni kwamba Yanga inakwenda kushinda. Whether watashinda 1-0, watashinda 3-0, watashinda 4, watashinda kwa kuhangaika, watashinda kwa ubora wa kocha. Sasa zipo timu ambazo kweli unauona ule mkono wa kocha, unauona hasa kwamba bwana sasa huyu kocha hapa kweli kuna kitu amefanya. Kwa mfano tu ukiangalia Simba mwaka huu, kuna maeneo mengi sana ya kumsifu Fadlu kwamba bwana huyu kocha kuna kitu hasa ambacho amekifanya yeye kama yeye. Kwa mfano mimi sitaki kuamini kwamba Fadlu amelazimishwa na mtu kuwa anamchezesha mtu kama Abdulrazak Hamza. Ile ni yeye mwenyewe ameona kwamba yeye ni mchezaji ambaye ana deserve kucheza. Mimi siamini kama kuna mtu amemlazimisha Fadlu kwamba bwana lazima huyu Yusuf Kagoma umchezeshe. Ni yeye mwenyewe kocha ameona kwamba bwana huyu Kagoma ana deserve kucheza. Kwa hiyo mimi nitamtia mkeka Mavambo, nitamweka mkeka nani Don Okejefa ili huyu bwana mdogo Yusuf Kagoma acheze. Kwa hiyo kama ingekuwa scenario hiyo huyu Milud Hamdi ameifanya akiwa yuko yeye Simba, kwa sababu tunarifaa kwa Simba ilikotoka msimu uliopita na misimu mingine ambayo haikufanya vizuri, tungemzungumza kwamba yes tumeiona alama ya kocha. Lakini ukiangalia Yanga wamekuwa na hai toka Nabi yupo, ameondoka Nabi akaja Gamondi, bado wako pale pale. Ameondoka Gamondi akaja Ramovic, tofauti ilikuwa ndogo sana kwa sababu Ramovic amekwama tu kwenye michuano ya kimataifa, sio sehemu nyingine yoyote. Umeelewa? Kwa hiyo kwa hiyo ndio kama hivyo nilivyosema kwamba ni consequence ya kuwa kwenye timu kubwa, lakini ni muendelezo wa kile ambacho kimekuwepo, kwa sababu Yanga wamekuwa na timu bora sana kwa misimu minne mfululizo. Kwa maelezo yako na wewe pia unaona bado mwalimu kuna mechi za kumpima, bado
ni mapema kidogo kwa mechi aina za mechi anazo. Mimi nitasubiri kwa sababu najua atakuwepo msimu ujao, atapewa nafasi kwenye michuano ya CAF Champions League kama ana qualifications za kukaa bench kwa mujibu wa leseni alionayo, and then huko tutamjaji. Mimi siwezi kumjaji kwa hizi mechi za kawaida ambazo katika hali ya kawaida hata Yanga wangekuwa na caretaker wanakuja hapa stendi bado angepigwa na tofauti, labda ingepungua magoli 3, labda wangefungwa 5, lakini outcome ingekuwa ni ile ile tu. Lakini katika namna moja ama nyingine George kamanda anasema tumpe muda, yeye anaamini kwamba anahitaji muda zaidi, lakini kwa kile ambacho anakifanya sasa hivi Young Africans pale Mirudi Hamdi, pengine hujaona mabadiliko yoyote au hujaona utofauti wa ufundishaji baina yake na makocha waliopita, labda tuseme mtu kama Miguel Gamondi, mtu kama Sidramovic, hujaona utofauti? No, mabadiliko yapo. Mabadiliko yapo, na kitu ambacho kimeimarika zaidi ni matumizi ya nafasi. Yani inawezekana Young Africans wakatengeneza nafasi 7 mpaka 8, alafu katika hizo nafasi wakafunga magoli 5. Unanielewa? Kwa hiyo kitu kingine ambacho kimebadilika nafikiri ni kuna kitu amekitwist pia kwenye uchezaji wa ile timu. Japokuwa sio kitu ambacho kimebadilika 100%. Nachokiona ni Yanga wakiwa wanajenga mashambulizi yao kutokea nyuma, kwa maana kutokea kwa golikipa wao Diarra. Kipindi ambacho I mean Gamondi alikuwepo, akaja Ramovic, kuna kitu kilikuwa kijabadilika kiuchezaji, kwa sababu Yanga walikuwa wanatumia ma center back wawili, full back wote wawili wanakuwa kwenye mstari wa kati, and then chini wana drop viungo wawili, kwa maana Mudathir pamoja na Khalid Aucho. Yes. Lakini Milaudi amekuja yeye kwenye ujenzi wake wa mashambulizi, kwanza anafanya low build up, kwa maana kwamba ni pasi fupi, na pia anahitaji idadi ndogo ya wachezaji kwenye build up, na anahitaji idadi kubwa ya wachezaji kuanzia kwenye nyuma ya viungo wakabaji wa timu pinzani, ama kuanzia kwenye mstari wa kati kuelekea kwenye zone ya mpinzani. Kwa maana kwamba kwa mfano tu kwenye michezo 3 mfululizo niko na center back wawili wanautanua zaidi uwanja, Diarra ana drop katikati yao, and then chini ana drop kiungo mmoja tu ambaye ni Duke Abuya. Kinachotokea ni kwamba viungo wote watatu, kwa maana viungo washambuliaji, jana alikuwa anacheza Chama, Aziz Ki pamoja na Max, ana allow rotation kwa wale wachezaji, fluidity, kwa maana kwamba mnyumbuliko katikati ya kiwanja, wabadilishana nafasi na kufanya zaidi movement. Walikuwa na matumizi mazuri sana fullback, hasa kwa Gamondi pamoja na Ramovic. Lakini sasa hivi angalia matumizi ya fullback mmoja akiwa advanced, yani akisogea juu zaidi, fullback mwingine anafanya underlap, yani yeye umalizi uwanja zaidi. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba huwa anatumia winga mmoja na fullback mmoja kutengeneza mapana ya uwanja, lakini kwa Gamondi na Sidramovic fullback wote wale walikuwa wanahusika kutengeneza mapana ya uwanja. Jana unamuona Ikangalombo upande wa kulia, lakini Kibabage upande wa kushoto. Kuna mechi unamuona Mzize anacheza upande wa kulia, alafu unamuona Boko upande wa kushoto. Kuna mechi utamuona Max upande wa kulia akiwa na hard touchline, Boko upande wa kushoto. Kwa hiyo wana create mapana ya uwanja kwa sasa hivi ni winga mmoja na fullback mmoja ambaye kiasili ana uwezo wa kushambulia, ambaye ni Boka. Jana wai Kibabage ni kwa sababu Kibabage pamoja na Kibwana Shomari, Kibabage so far going forward ana uwezo mzuri wa kushambulia nafasi, lakini kitu ambacho anakikosa ni kwenye ile product zao la mwisho. Kitu kingine kwenye press, nimeshuhudia Yanga Gamondi na Ramovic wakiwa kwenye 4-4-2, lakini huwa ana switch. Kuna wakati anaweza kaenda kwenye 4-2-3-1, kuna wakati anaweza karudi kwenye 4-4-2. And then vitu vingine, principles zingine nafikiri ni the same, zinabakia pale pale. Yanga kukabia mstari wa juu, Yanga kufanya counter pressing. Kwa hiyo maeneo yaliyobadilika ni kidogo sana. Hata philosophy ya club nafikiri ameikuta kuanzia kwa Nabi, possession based system. Amekuja Gamondi akaiboresha zaidi, amekuja Sidramovic akaishi kwenye hizo njia, na yeye nafikiri kwenye falsafa hajabadilisha kitu chochote, lakini style for play lazima ibadilike. Na kitu kingine ni kuzisimamia hizi timu. Inawezekana tactical usione mabadiliko makubwa, lakini kwenye management kukawa kuna mabadiliko makubwa. Katikati tuko tunalalamika pale fitness ya Young Africans haipo sawa sawa. Lakini sasa hivi you see Young Africans namna ambavyo wanacheza,
ile intensity ni intensity ya juu sana. Na hata kwenye mechi ya jana ukitoa tu tofauti wa ubora kati ya Yanga na Stand, nafikiri kitu kingine ni ile kasi na energy ambayo walikuwa nao wachezaji wa Yanga Africans. Okay. Mimi na Evans, Yes. Kila kocha waga ana sehemu yake ambayo inakuwa ni, yani anaitengeneza kuwa source ya mafanikio ya timu. Sijui umeelewa vizuri. Labda tuseme kocha mwingine anapenda sana kutumia wachezaji wa pembeni kupata mabao, mwingine anapenda kutumia viungo, mwingine anapenda kutumia mipira mirefu. Unafikiri kwa mechi kadhaa ambazo umemtazama Miloud Hamdi, ni sehemu gani moja kwa moja imekuwa ndio inaamua Yanga icheze vipi, Yanga ipate matokeo katika mtindo wa namna gani? Mara nyingi imekuwa ni kwenye maeneo ya pembeni ambako kwa kipindi cha karibuni hapa amekuwa anatumika sana Pacome. Mechi nyingi amekuwa na hiyo performance ambayo kila mtu anasema yes, huyu ni bora. Ni kwa sababu mwalimu amekuwa anatumia zaidi ya maeneo pembeni, na unajua uzuri wa Pacome hana hizo limitation. Yeye anaweza kucheza eneo lolote, kushoto, kulia, katikati, anafanya movement, anaathiri mchezo, matokeo yanapatikana. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anaamini zaidi kwenye maeneo ya pembeni, na ndio maana tumeona kipindi ambacho Israel yuko fit amekuwa anacheza mbele ya Kibwana, kwa sababu anakupa faida zote mbili, kuzuia, kushambulia. Boka the same, kushambulia, kuzuia, anakupa hicho kitu. Kwa hiyo ni mtu ambaye ametumia sana maeneo pembeni na amekuwa yanampa faida, na ni mwalimu ambaye kama utakumbuka aliwahi kuzungumza kwamba yeye timu yake haangalii kwenye kufungu. Mimi niende nikapate matokeo dhidi yako, na namna kupata matokeo lazima una timu ambayo offense iko vizuri zaidi, na ukitazama Young Africans hicho kitu inakupa. Mechi nyingi wameshinda zaidi ya goli 2, yani mechi nyingi ni 2 na kuendelea. Watu wamekota 6, jana mtu amekota 8, kuna watu waliokota 6, watu wamekota 5, 4. Ni kwa sababu walikuwa naamini kwenye hicho, nafasi za zitengenezwe nyingi na watu waweze kuconvert hizo nafasi. Na uzuri wa Young Africans ambako mimi nawapendea, wakipata mahali pa kumwadhibu mtu, hawana hiyo biashara ya kukusubiri, watakufunga tu kadri inavyowezekana. Na imekuwa ni faida pia kwa Miloud Hamdi. Kwa hiyo mimi naamini maeneo yake pembeni amekuwa anamlipa. Max akiwa anacheza pembeni, umeona madhara ambayo amekuwa nayo. Yoyote anayepata nafasi ya kucheza amekuwa anaishi kwenye kile ambacho Miloud anakiamini na kimekuwa kinampa faida, na ndio maana tunaizungumza leo Young Africans imefunga goli nyingi mno kwenye ligi hii. Ni kwa sababu ya hicho kitu ambacho yeye amekiopti kukitumia na kimekuwa kinampa matokeo. Nani ambaye bado hajakopa kuingia kwenye kile ambacho anakitaka mwalimu? Naamini bado Ikangalombo hajafit kwenye kile ambacho mwalimu anakihitaji, na ni kwa sababu pia mazingira ni mapya. Utamaduni wa timu sio timu waliotoka. Kuna vitu vingi, unajua wachezaji wanatofautiana. Kuna watu wanaadapt mapema, kuna watu wanachelewa kuadapt. Amekuja hapa Shedrack Boka. Mechi yake ya kwanza tukaperform. Kwa hiyo ni watu wako tofauti, kila mtu ana karakta yake. Inategemea tu ni mtu wa aina gani. Ili uadapti mazingira, kuna vitu unahitaji viwe rafiki kwako, uweze kufanya kazi yako ionekane. Mimi naamini kama ataendelea kupata game time, naamini anaweza kaja kuwa moja kati ya wachezaji bora, ila bado haiondoi ubora aliokuwa nao mguuni. Kuna ukiangalia kwa mfano, mimi niko nafanya quick glance ya lineup kwenye mechi mbalimbali, utagundua kwamba kocha amekuwa anampa sana nafasi mtu kama Adio Kabuya. Amecheza mechi nyingi sana. Sure. Kuna wachezaji huwaoni kabisa, Shuaboy umuoni, Mkude umuoni, Musonda pia, Azizi Andambwile. Azizi Andambwile. Kwa hiyo it's safe to say labda hawa ni wachezaji ambao labda hata klabu inaweza ikawa na maamuzi ya kufanya wakati msimu mpya ukiwa unaanza, kwa sababu kupata nafasi hata kwa Ramovic pia. Yes, na wengine hata kwa Gamondi pia. Kwa mfano mtu kama Mkude akuwa anapata sana nafasi, hata Babuka Juu mwenyewe pia huyo Shuaboy unamtaja. Yes, kwa hiyo unaona ni routine, na ndio nazidi kusolidify pale tu kwamba ni template ile tu kwamba kocha ameikuta timu iko sawa sawa, na amekuwa anatumia tu wachezaji wale ambao anaona wanaweza wakamuofa kitu. Na kwa mfano kwa mchezaji kama Dio Kabuya ni very reliable, kwanza haumiumii mara kwa mara, lakini ni mchezaji ambaye anaishi sana kwenye misingi, anacheza kwenye eneo salama, anakupa uhakika wa kutimiza wajibu wake kwa 100%, anaiofa team physicality, win duels, ile kuhakikisha kwamba timu inashambulia ikiwa iko huru, bila kuhofia labda kwamba kunaweza kuwa na counter attack ya njia moja au nyingine. Kwa hiyo ni rahisi sana kuona kwamba lineup yake
pamoja na kwamba inakuwa dictated na mechi kadri inavyokuja, kwa sababu sitaki kuamini kwamba ingekuwa labda ni mechi fulani ya ushindani ya ligi kuu unaweza ukamuona Aziz Ki, Chama, Mudathir wote kwa wakati mmoja. Kwa vyovyote lazima timu ipate balance kulingana na mpinzani aliyeko mbele, lakini so far so good, kwa sababu wachezaji hao uliowakuta wana kutimizia wajibu wako kama coach na matokeo yanapatikana. Hakuna sababu ya kufanya mabadiliko makubwa zaidi ya kustick na ile formula ambayo inafanya kazi. Na ndo hapo kwa mazungumzo hayo Jeff, inaonesha namna gani hata makocha utafanya kitu utakuwa sahihi kwa namna gani. Lazima kuna wachezaji lazima hawatafurahishwa na kile ambacho kinafanyika. Na kitu kingine ambacho nimekiona, unajua Doc wakati anafika alikuwa kama anacheza kwenye role ya advanced midfield. Walikuwa wanamchezesha sana juu kama kiungo anacheza eneo la juu. Na hapa katikati kulikuwa kuna Aucho alikuwa anakumbwa sana na majeraha, anakosekana, anarudi anakosekana, na hata akirejea anakuwa yupo kwenye ile rhythm ambayo tumezoea kumuona nayo. Nafikiri Duke amekuja na solution, kwa maana Young Africans walikuwa wanaanza sana bila Aucho kwenye kufanya build up pale chini, kuna changamoto kidogo. Doc amekuja kutoa hiyo solution, utulivu akiwa na mpira. Unajua ukiwa ni creative midfield, ukidrop chini kuchukua mpira, kuna namna unaulinda zaidi ule mpira. Kwa hata pasi zake zina usahihi, anajua nyakati gani ya ku increase tempo, kwa maana kuongeza kasi, namna gani timu icheze, itulie, iseto. Kwa safa anafanya vizuri sana. Na Evans kwanza mzia namna ambavyo Yanga wanatengeneza mashambulizi yao kupitia pembeni mwa uwanja. For me nafikiri Yanga ni hatari kwenye corridor zote tano, kwenye vyumba vyote vitano. Ambavyo ni vipi? Kwa sababu timu ikiwa na shambulia kwenye final third, kuna zile corridor tano ama njia tano za kutengeneza mashambulizi. Njia ya kwanza na ya pili ni maeneo ya pembeni ambayo amezungumzia Evans. Ambapo Young Africans chini ya Milaudi eneo moja anamtumia fullback wa kushoto ambaye ni Boka. Eneo la pili wanamtumia winger, mchezaji wote ambaye anaweza kucheza pembeni. Mara nyingi huwa anacheza Clement Mzize upande ule. Na anachohitaji maeneo ya pembeni ni midfield wa upande wa kulia na kushoto, anamhitaji fullback wa upande wa kushoto, winger wa upande wa kulia, plus fullback wa upande wa kulia ambaye hata overlap, atakuwa underlapping, lakini watatengeneza muunganiko. Tunasema combination play. Wana overload zaidi maeneo ya pembeni, kuwa na watu wengi ili kupata spareman. Ama freeman ni mtu ambaye atachukua mpira, either ni pasa ama ni carrier, kwa maana anaweza kapasia ama kasafiri na mpira ili kurahisisha mashambulizi upande wa pembeni. Na ndio maana upande wa kushoto unamuona zaidi Pacome, na upande wa kulia unaweza kumuona zaidi mtu kama Clement Mzize akioperate kwenye ile eneo. Lakini njia ya tatu na ya nne ni zile nusu nafasi ambazo kila siku tumekuwa tukizungumzia, kwa maana half spaces. Nusu nafasi upande wa kulia na kushoto. Hizi zinapatikana baada ya kuwa